Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Ramadhani Haruna Chanila, ni katibu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Leo tarehe 17 mwezi huu wa 4 2025 tumekutana nanyi waandishi wa habari nikiwa mtendaji katika mkoa huu kwa lengo la kutimiliza ahadi iliyoahidiwa na shehe wetu wa mkoa Alhaji Sheikh Hassan Musa Kabeke aliyetoa tarehe 23 mwezi wa 3 2025 katika mashindano ya Qur'ani yaliyofanyika katika uwanja wa Nyamagana ambayo yaliandaliwa na UWAMA. Kwa hiyo tumewaita hapa kwa ajili ya kutimiliza ahadi aliyoitoa, ambao miongoni mwa ahadi zake aliahidi kwa wale washindi watakaoshiriki mashindano yale na washiriki wote atawapeleka kufanya angalau ziara ya kutembelea kituo cha Sanane ambayo ametekeleza, na ahadi nyinginezo ikiwemo kutoa majiko ya gesi na vitu vingine. Kwa hiyo tumewaita hapa ikiwa ni sehemu ya kutimiza ahadi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambao ni moja ya jukumu lake kutia shajaa na hamasa katika shughuli na harakati mbalimbali za dini ambazo zinafanyika katika mkoa wa Mwanza. Kwa jina naitwa Amani Ibrahim Suleiman, ni katibu umoja wa walimu madrasa mkoa wa Mwanza. Tuko hapa kushukuru na kupokea zawadi ya Sheikh wa mkoa wa Mwanza aliyoahidi tarehe 23 mwezi wa Ramadhani katika mashindano ya tukufu ya Qur'ani katika uwanja wa Nyamagana katika jiji la Mwanza, kwa ahadi ambazo alizotoa kwenda kuwapeleka washindi katika kisiwa cha Sanane kwa ajili ya kustarehe na kupumzika, lakini pia kupokea majiko ya gesi. Na alhamdulillah tupo hapa kupokea zawadi hiyo kwa ahadi aliyopokea Sheikh wa mkoa. Na sisi tunasema kama umoja wa walimu madrasa, hii ni shukrani kutoka katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na anarudisha fadhila kwa Waislamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jana tarehe 16 mwezi huu wa 4 mwaka 2025 Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA lilianza mchakato wa kukamilisha ahadi yake ambayo tuliitoa pale tulipoalikwa kwenye mashindano ya Qur'ani yaliyoandaliwa na umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza UWAMA. Yalifanyika tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ni ada yao kufanya mashindano kila mwaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mwaka huu yalikuwa makubwa sana. Kwa hiyo nikiwa Sheikh wa mkoa wa Mwanza nilivutiwa na kuhamasika kuona kwamba iko haja kuendelea kuungwa mkono na kupaza sauti kuwaambia watu wenye nafasi, wenye uwezo waendelee kuwaunga mkono. Baraza kwa nafasi yake tukaona tufanye mambo mawili makubwa. Moja, tuwapongeze watoto wetu wale walioshiriki yale mashindano, kwa ujumla wao wako 18. Kwa tukawaahidi wale wote walioshiriki watapelekwa kwenye hifadhi yetu ya Sanane iliyoko hapa mkoani Mwanza. Kama mnavyojua, serikali yetu ina jambo kubwa inaendelea nalo si jingine ni kuendelea kutangaza vivutio vya nchi yetu, na muda wote wakiwaomba Watanzania kutembelea vivutio vya nchi yetu. Na sote ni mashahidi, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amepata kucheza mpaka filamu kuonyesha kiitwa Royal Tour, kuonyesha namna gani angetamani kuona watu kutoka nje na hata Watanzania wakitembelea vivutio hivyo. Kwa BAKWATA ikiwa ni taasisi ya dini inayosimamia Waislamu nchini, tuliona tuwapeleke watoto wetu hawa wadogo kwamba wakaone hifadhi zetu, lakini waone uzuri wa nchi yao, na tujenge kitu ndani ya moyo wao ya kuendelea kuipenda nchi yao na kupenda yale mema tuliotunukiwa na Mola wetu. Lakini jambo la pili, baada ya ahadi hiyo ya Sanane ambayo tulitimiza jana, leo ilikuwa ni kutimiza ahadi ya pili, nayo ni kutoa mitungi ya gesi, majiko ya gesi, kuwapa watoto 6 wale waliopata namba 1 kwenye kila eneo. Kwa hiyo leo watakabidhiwa na brother Msabila ambaye ndio mgeni wetu rasmi katika siku ya leo. Na hizi gesi ni kwa hisani ya ndugu yetu kipenzi chetu Bwana Zakaria Elias Nzuki, ambaye yeye ni mkurugenzi wa The Rock Solution. Lakini kwa nini mmeamua kuchagua zawadi ya mitungi ya gesi na si zawadi nyingine? Zawadi kwanza ya mitungi ya gesi yenyewe ina historia yake. Historia yake ni huyu ndugu yetu Zakaria Bwana Nzuki, yeye aliahidi kwamba BAKWATA chochote mtachokuwa mnafanya katika hafla zenu, nitakuwa natoa mitungi ya gesi kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika harakati zake za kutunza mazingira na kukabiliana na hewa chafu. Kwa hiyo mpaka leo tunavyozungumza, tukianza hadhara zetu zote alizotoa hii mitungi ya gesi, leo amefikisha mitungi ya gesi 70 toka ameanza
kuitoa. Kwa hiyo katika hili la mashindano ya Qur'ani aliniuma sikio, akanambia shekhe, na kwenye hiyo shughuli nitatoa mitungi 6. Kwa hiyo katika hili tukawaahidi, na tayari bwana Zakaria ametekeleza ahadi yake, kaikabidhi BAKWATA ili BAKWATA iweze kutoa. Na leo tumemuomba mkuu wa BAKWATA Online Academy ambaye ni muhadhiri kwenye chuo kikuu cha mtandao cha BAKWATA, ndugu yetu bwana brother Msabila amefika Mwanza kutoka Kagera kwa kazi hii maalumu, atakabidhi. Kwa nini tunawapa kongole watoto waliohifadhi Qur'ani? Kwa sababu gani? Sababu kubwa ya kwanza ni kuwajengea watoto wetu uwezo, kwa sababu sisi katika Uislamu yako mafundisho yanasema mtu ambaye hana chochote katika Qur'ani ndani ya kifua chake ni kama jumba lililohamwa. Kwa hiyo tunapowafanya watoto wetu wahifadhi Qur'ani, maana yake tunawajenga kiimani, tunawajenga kidini na kuwa waumini wazuri. Na hapa nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wazazi Waislamu kwamba tunapowapeleka watoto madrasa wanakwenda kuishi maisha ya kimungu. Kwa hiyo tunatamani kwamba tunapowaona watoto wamekwenda madrasa, tafsiri halisi ni kwamba kwenye nchi kuna faida nyingine, kwamba tumewatengeneza raia wema. Mtoto akishakuwa na Qur'ani, ana hadithi za Mtume, hata akija mahala akakuwa akawa mkurugenzi, akawa waziri, akawa meneja, ataishi na hofu ya Mungu. Atapokuwa anafanya jambo atakumbuka hili Mungu amelikataza, hili Mungu ameliridhia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunawapa zawadi hizi, mfano gesi tumewapeleka saa 8, lengo ni kuendelea kuwafanya waipende dini yao, lakini kwa upande wa pili tunaisaidia nchi kutengeneza raia wema, na raia mwema ni yule ambaye anaishi maadili ya kimungu. Mimi kwa jina naitwa Msabila Rafael Kopi, ni mgeni rasmi wa shughuli hii ambayo mmeshatambulishwa kwamba ni ya kukabidhi zawadi kwa washiriki wa mashindano ya Qur'an yaliyofanyika mwezi wa Ramadhani tarehe 23, na Shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke akawa kwa niaba ya baraza ametoa ahadi ya kuwakirimu watoto na kuwapa zawadi. Zawadi zenyewe zimeshasemwa, kuna bahasha ambazo ziko hapo, watapata washiriki wote walioshiriki wale 18, lakini vile vile kuna zawadi za gesi. Kama Shekhe alivyotangulia kuyasema kwamba umuhimu wa mashindano ya Qur'an ni kuwahamasisha vijana kuisoma Qur'an, lakini na kuiweka katika matendo. Ni vitu viwili hivyo, kuisoma Qur'an na kuiweka katika matendo. Kwa kuwa Qur'an ndio mwongozo wa kumuongoza mwanadamu katika maisha yake, maana yake ni kwamba matarajio yetu kwamba anayesoma Qur'an na akaiweka katika matendo yatamuongoza vizuri katika mahusiano yake, kuishi katika jamii, maisha ya ndoa, maisha ya kazini, uadilifu katika jamii. Na hili amelithibitisha Shekhe hapa kusema kwamba moja ya mafanikio, moja ya matarajio ya mtu kuandaliwa katika kusoma haya mashindano, yani kushiriki mashindano ya Qur'an au kuipenda Qur'an na kuijua, ni kuwa raia mwema. Maana yake matarajio yetu ni kwamba vijana hawa ambao leo tunawapa zawadi, kwanza itakuwa ni chachu kwa sababu umri wao kwanza ni kati ya umri wa miaka 9 mpaka 13. Bado vijana wadogo sana. Ni kwamba wamekipenda kitabu wakiwa wadogo. Zawadi hizi zitawapa chachu au kukiendelea kukipenda zaidi kitabu cha Qur'an. Na kwa hivyo itakuwa ni hamasa hata kwa wale ambao wanaliona hili tukio leo la kukabidhiwa vijana, watahamasika, wataendelea kujifunza na watakuwa ni raia wema ambao tunawatarajia kuwa katika jamii. Iqra FM.